Mnakumbuka tunaombea kanisa siku ya leo. Tuko na mahitaji mingi. Bwana asifiwe. Tuna mambo yaliyo mbele yetu kama kanisa, na tungeomba mshirikiane pamoja nasi. Hata wale wako online nawaambia karibu sana, ili tuendelee pamoja. Bwana asifiwe. Siku ya leo tunaombea kuhusu kanisa. Bwana asifiwe. Tunaombea project ambazo tuko nazo kama kanisa. Tuko na Giriga. Bwana asifiwe. Partners tuwaombee wazidi kusimama na kanisa, na yale mambo tuko nayo izidi kuendelea. Bwana asifiwe. Amen. Number 2, we are praying for grace owning Morads building. Bwana asifiwe. Tunahitaji kujenga kanisa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaomba neema izidi kuwa pamoja nasi. Bwana asifiwe. Na tunaongozwa na neno liko katika Nehemia. Bwana asifiwe. Amen. Wacha tusome Nehemia 17. Nehemia 2 mstari wa 17. Inasema hivi: ndipo nilipoambiwa, mnaona taabu tulio nayo Yerusalemu, imebaki makovu na malango yake yameteketezwa na moto. Njooni tujenge upya ukuta wa Yerusalemu, nasi hatutakuwa tena katika aibu hii. Bwana asifiwe. Amen. Huyo ni Nehemia wakati aliona ukuta wa Yerusalemu umechomwa na wamebaki bila ukuta. Bwana asifiwe. Na akaita watu akawaambia, njooni tujenge ukuta wa Yerusalemu tena. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mambo mengi inafanyikaga katika kanisa, kuna mambo mengi inafanyikaga katika familia zetu, na unaona aibu inabaki kuwa juu yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukuta si vile tu ukuta kama huu wa mawe. Bwana asifiwe. Kuna mambo mengi tunaweza kuifanya tufunike aibu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sisi kama kanisa tuna mambo ya kuombea. Tuna neighbors hapa na tunataka tupee hizi uwanja. Bwana asifiwe. Si tunahitaji pesa. Kwa hivyo tunahitaji kuomba Mungu atufungulie milango ili tuweze kuona hizo pesa na tuzidi kuwa tunapanuka. Bwana asifiwe. Tuende mbele za Bwana tuombee mambo hayo yote. Ukienda katika bulletin yako kuna mambo kadhaa iko hapo, tuendelee kuomba. Bwana asifiwe. Tuna viongozi wa department. Bwana asifiwe. Tuzidi kuwaombea ili wazidi kusimama na maono na wazidi kuongoza watu kwa njia inayofaa. Bwana asifiwe. Tuende mbele za Bwana tuambie Mungu atuongoze kwa yale yote tutakayoifanya na mahitaji ambayo tuko nayo katika kanisa hili. Bwana asifiwe. Na kwa ajili ya mji huu wetu. Bwana asifiwe. Imekuwa ombi langu wakati tunaomba, nikiombea hili kanisa, naomba liwe taa katika mji huu. Bwana asifiwe. Ati kila mtu anapohitaji kitu anakumbuka kuna kanisa mahali anaweza tafuta usaidizi. Bwana asifiwe. Hata wewe ningetaka iwe ombi lako, uombee kanisa letu liwe taa hata katika taifa. Bwana asifiwe. Mahali ambapo watu wanaweza kuja kutafuta msaada. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo iwe ombi lako, hata wewe ningekuomba tuombee kanisa letu liwe taa. Unajua taa inaonekana kila mahali na kila mtu anajua kuna mahali fulani naweza pata msaada nikiuhitaji. Bwana asifiwe. Twende mbele za Bwana tuombe tukimaanisha ile kitu tunahitaji katika kanisa letu. Baba, ni asante kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Tunajiachilia mikononi mwako asubuhi jioni ya leo Bwana, tukijua hakuna aliye kama wewe mtakatifu. Wewe unaishi milele Bwana. Tunajiachilia mikononi mwako Bwana, tukiomba utawale kanisa letu Jehova. Tunao mahitaji mengi yaliyo mbele yetu Mungu wa Israeli, tukiomba Baba ukuje ututangulie Bwana, ni kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Ni asante Baba yetu.
Unaweza wewe Mwokozi, unaweza mambo yote, mfalme wa amani, unaweza mambo yote Jehova. Tunakushukuru, tunakuinua Bwana kwa sababu ni mtakatifu Bwana. Tawala Bwana mahali hapa Bwana, wewe tu tunahitaji bila wewe hatuwezi mtakatifu. Ni asante kwa wewe wetu Bwana, hakuna kama wewe Bwana. Wewe kama dhamini todo no agreia Bwana. Bwana geke twakiga kwa ile makufala. Todo yori hinyana ni yori motivo na watu wa Israeli. Yena mbele na kwa barara ni wale karageke kala. Kuletea presence yako ni watu wa Bwana. Tugekuhoyo kina mbele na komeka wewe Baba. Kina mbele na kutwara na ya mehaka Jehova. Mangere mungu ya maulo mobe Baba. Wewe ni yori hinyana ni motivo ndio hata wewe Jehova. Tuago kwa mwenye wa ubodi Bwana ni okapuna da miwani na doa kwile wa matini. Tuago kwa ile wito kwa tsale yake kwa mbele. Netondo totine na haki hakoro na tigana haki ya Baba. Shishile meibas mwana vitu akina mwaka Baba. Toke hoya mwada ni yotoli nikana Yesu. Yena ndira na kutwara na miwani hata Baba. Nikana na toke ya department Bwana ni. Tora maiba mwako ile wa kumo ndio rehema. Tumekuwa yena ndira na komahe
Bwana asifiwe. Kwa sababu si kila wakati kunapatikana nafasi kama hizi. Bwana asifiwe. Kuna wengi wanatafuta nafasi ya kuomba lakini hawapati. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati unapoambiwa enda mbele za Bwana, ni vizuri kuenda mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Wacheni tuombe kwa sababu naona muda umeenda sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru na tunakuinua Bwana. Tunashukuru jina lako kwa vile umetupea nafasi nyingine Bwana ya kuja mbele zako jioni ya leo Bwana. Tunasema ni asante Mungu wa Israeli. Sifa na utukufu zikurudie Baba yetu, ni kwa maana hakuna mwingine kama wewe Bwana. Tunajiachilia mikononi mwako wakati huu Bwana, tukiomba ukatuongoze na uandamane pamoja nasi. Nafsi zetu tunaziweka mikononi mwako Bwana, ukazitawale kwa sababu hakuna kama wewe Bwana. Tunajiachilia mikononi mwako Bwana. Fanya nasi vile utaona ni vizuri Baba yetu, na ufanyavyo sifa na utukufu zitakurudia Bwana. Ibada ya siku ya leo Bwana tunaiweka mikononi mwako Bwana, tukiomba ukatuongoze, ukatuinue, na ukifanya hivyo Bwana, sifa na utukufu zitakurudia Bwana. Tunajiachilia mikononi mwako Bwana, tukiweka kikundi cha sifa na maabudu mbele zako Bwana. Ukawatumie Mungu upendavyo Jehova, na ufanyavyo sifa na utukufu zitakurudia Bwana. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Tukaribishe praise, naye tuongoza kwa praise. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise be to God. Amen. Let us give the Lord a heavy shout. Hallelujah. Amen. Tunashukuru Mungu because of the privilege to be in his presence. Bwana asifiwe. Sio kawaida kuwa katika madhabahu yake tukimsifu, but it have taken the mighty hand of the Lord. Bwana asifiwe. Na tunapoenda kumsifu, the Bible says that from the rising of the sun to the setting of the same, the name of the Lord is to be praised. Hallelujah. Amen. Na alituumba na ili tuweze kumsifu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo adhuhuri ya leo ningetaka ujiachilie mbele za Bwana, tuweze kumpa sifa, maana alituumba na ili tukamsifu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo wacheni tupe Mungu shout. Wacheni tushangilie Bwana. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Hallelujah. Tupigie Bwana Yesu makofi ya juu. Hallelujah. Makofi kwa Bwana Yesu. Hey. God.
I've never seen your type.
Bwana shangwe, mpe vigelegele. Give him all the glory, worship him for who he is. Let us give the Lord the glory. Worship him with your own voice, in your own way, in your own terms. Just raise your hands to the Lord and worship him. In the name of Jesus Christ, wherever you are, just pour out your heart to the Lord. Pour out your heart to the Lord in worship. In the name of Jesus, he's such a loving God. He's such an awesome God. Oh Lord, we worship you, Jesus. You are marvelous and you are wonderful, my God. All able and all loving Jesus. No one can contend with you, Jesus Christ. You are mighty. You are majestic, oh God. You rule over the world and over the universe, Jesus. No voice, oh God, can contend with your voice. There is no hand that can rise above your hand, oh God. There is no authority that is above yours, Jesus. We choose to worship you. We choose to give you the glory, Master. We choose to give you all the honor in the name of Jesus. Wewe peke yako ni Mungu. Wengine Bwana ni miungu iliyoundwa na watu, lakini wewe Bwana haukuumbwa na yeyote. We choose to give you praise. We choose to give you all the honor in the name of Jesus. You are good, God. In the name of Jesus. Wewe peke yako Bwana umetukuka. Wewe peke yako Bwana tunakuabudu. You alone, my God. In the name of Jesus. Oh, we choose to worship you, Jesus. We choose to give you glory. Umetukuka kwa kuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Ewe Mungu Baba yangu, nakuinua na kuabudu. Umetukuka, umetukuka.
You are all that matters. You are all
that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Always, always. You are all that matters. Always, always. You are all that matters. We say again, always, Father. You are all that matters. Jehovah. Celebrate the Lord this morning. Mshangilie Bwana. Yes, Lord. Give you praise, Lord. We confess that, Lord, you are all that matters. Nothing else shall take your place in our hearts. Only you, Jesus. Only you, our God, and no one else, oh Father. And we release ourselves into your hands this afternoon. We ask that, Lord, you minister to our lives, minister to every heart, Lord. Change us into that being that you want us to be. Transform everything about us, oh God. Cause us, my Savior, Lord Almighty, to walk in your ways and in your paths, oh God. Teach us your will this evening, oh Father, that our lives will never be the same again. We desire you more than anything, oh God. You are greater than even the life we live. You are greater than the anointing of our lives, oh God. You are greater than the wealth we carry. You are greater than everything else, oh God. Father, we confess with the singer, you are higher than the highest, greater than the greatest, bigger than the biggest you are. Take all the praise, Lord. Take all the worship. Take all the honor. Take all the adoration, Jesus. The mighty name of Jesus. We bless you, Lord. In Jesus' name we pray. And we give you all the glory. Somebody say amen. Amen and amen and amen. Hallelujah. Nashukuru Mungu. Thank God for this day. You can have your seats. The Lord bless you. Thank you, praise team. Let's appreciate our praise team. Tuwapigie makofi wana kikundi cha sifa. We thank God for your ministry. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya huduma yenu. And it's important to know that ministry is interconnected. Na ni vyema kujua ya kwamba huduma huwa zinaungamana. The effectiveness of one ministry depends on the other. Uguzo wa huduma moja pia unategemea uguzo wa ile huduma nyingine. When there is sweet worship, there is power in prayer, there is power in the sermon, there is Kuna wakati kunao maabudu mazuri, pia kunayo nguvu katika maombi, na pia kuna nguvu katika neno la Mungu. Therefore we thank God for you and for allowing God to use you. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa ajili yenu na kwa ajili ya kumwachilia Mungu awatumie. I welcome everyone to this second service. Na wakaribisheni kila mmoja wenu katika hii ibada ya pili. And I'm sure that Jehovah is going to speak and minister to each one. Na nina uhakika kwamba Bwana anaenda kunenea kila mmoja wetu. There is no way you can be in this service and live the same. Hakuna vile utakuwa katika ibada hii na utoke ukiwa vile ulivyo. Whether you are here physically or virtually. Ukiwa uko hapa katika hili jumba ama unatutazama mtandaoni. Just know that you are here for the purpose and the will of God. Fahamu ya kwamba uko hapa katika makusudi na mapenzi ya Mungu. We are continuing with the service effective prayer or effective praying.
katika mafunzo ya uombezi ulio na uguzo. We have now gone about this should be the 4th week on the series. Hii yaweza kuwa ni juma la 4 la mafunzo hayo. And today we are talking about taking the city back to God. Na leo tunazungumza kuhusu kurejesha mji kwake Mungu. And in the first service I said that it is important to know what is being worshipped in the city that you live. Tukasema ya kwamba ni vyema kufahamu kile ambacho kinaabudiwa katika mji unaoishi. And it is important to know the place of Jehovah in that city. Na ni vyema pia kujua nafasi yake Jehova katika mji ule. The things you see happening around you. Yale mambo unaona yakifanyika. The misfortunes you see with your neighbors. Zile majangwa unaona yakifanyika kwa majirani wako. No, the misbehavior you see in your society. Zile tabia mbovu unaziona katika jamii. Or whatever else is happening around you. Ama yale unayoyaona yakifanyika. It speaks a lot about the spiritual pattern or the spiritual condition of that land. Inanena sana kuhusu hali ya kiroho ya mji ule. Don't just say unajua watu wa hapa wanakaanga hivi. Don't say that the people of this place are like this. As a son and a child of God, kama mwana wa Mungu, you are a prince. Wewe ni kuhani. You carry the authority of heaven. Wewe unabeba mamlaka ya mbinguni. In fact, the Bible tells us that we are ambassadors of Christ. Neno linasema ya kwamba sisi ni ambassadors so of Christ. Wherever we go, we spread the kingdom. Tunapoenda tunaueneza ufalme. Amen. Amen. Whether you are new in this city or you live here, ukiwa wewe ni mgeni hapa ama unaishi hapa, just know that you have a mandate as a servant and a son of God. Fahamu ya kwamba uko na jukumu kama mwana na mtumishi wa Mungu. To change circumstances. Kubadilisha hali. Don't say this is how they have always lived. Usiseme ya kwamba wamekuwa wakiishi hivi. Hallelujah. Amen. We take the city back to God. Basi tunairejesha mji kwake Kristo. And I want to read this scripture that I'm reading today is powerful. Luke chapter 11 verse 21. Tasoma katika Luka 11 mstari wa 21 and 22. Na mstari wa 22. You see, Jesus have just cast out a devil. Yesu hapa amemfukuza pepo. And the people are amazed at what he has done. Na watu wanashangazwa na alichokifanya. Then they start saying, kisha wanaanza kusema, he is using the powers of the prince of demons to cast out devils. Anatumia powers za ufalme wa giza kutoa mapepo. And he seizes that opportunity. Na anachukua nafasi ile. To speak to them and tell them, kuwazungumzia kuambia, if I cast out devils by the finger of God. Ya kwamba kama ninazifukuza mapepo kwa kidole cha Mungu. I love that portion that he is casting them by the finger of God. Ya kwamba anazifukuza kwa kidole cha Mungu. What if he used the fist? Na basi akitumia mkono mzima. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Na kama angetumia mguu. How about he uses the leg? And he just says, if I cast them by the finger of God. Anasema kama nalizifukuza kwa kidole cha Mungu. Then the kingdom of heaven has come among you. Basi ufalme wa mbinguni umewajia. And then he takes that opportunity to teach a little bit about spiritual warfare. Kisha anawafunza kuhusu vita vya kiroho. And he says, when a strong man fully armed. Nasema wakati mtu aliye na nguvu amejihami. Hallelujah. Amen. Guards his estate. Analinda mali yake. His possessions are secure. Mali yake iko salama. But when one stronger than he attacks and overpowers him. Lakini wakati aliye na nguvu kumliko anamshinda. He takes from him all his weapons. Basi ananyakua silaha zake zote. Which he trusted in. Ambazo alikuwa ameaminia. And divides up the plunder. Kisha anajigawanyia yale mali. See, he says when a strong man is guarding his palace. Anasema ya kwamba aliye na nguvu wakati analinda mali yake. When a strong man is fully armed. Mwanadamu aliye na nguvu amejihami. He guards his estate. Huwa analinda mali yake. And at that time he is very secure. Na kwa wakati ule ako salama. But if someone stronger than him comes. Lakini wakati aliye na nguvu kumliko anapokuja. Jesus is saying, yes. Yesu anasema ni kweli. This life was under the force and the influence of the demon. Maisha haya yalikuwa yamekandamizwa na mapepo. And that demon was, was protecting its affairs. Na hili pepo lilikuwa linalinda masuala yake. And possibly dominating the city. Na pengine ilikuwa inatawala ule mji. But he says, I have come as a stronger one. Kisha anasema nimekuja kama aliye na nguvu zaidi. With my weapons which are superior. Nikiwa na silaha zangu zilizo na nguvu zaidi. And he says, if I attack. Nasema ninaposhambulia. I am going to withdraw his weapons. Basi nitaweza kuziangamiza silaha zake. And I will divide the plunder. Na nitaweza kugawa ile mali yake. All I will do whatever I want with the people and everything in that land.
blood. ama nitafanya nitakacho na wale watu waliomo And kule. what Jesus is teaching us, Anachowafunza in Yesu such a city like where we are, ni kama mji ambapo tulimo, there are many influences of darkness. kunazo nguvu mingi za giza. Some are oppressing people under fear, Zingine zinakandamiza watu kwa uovu, oppressing people under poverty, wengine wanakandamiza watu kwa umaskini, withholding their influence and breakthrough, zikiwa zinazuilia uguzo wao, blocking their breakthrough in finances, zinazuilia kuendelea kwa katika withholding biashara the people's prosperity, na kuweza kuzuilia or ufanisi wa even watu, attacking marriages. ama pia inashambulia But he ndoa. said, if one stronger than that influence, Lakini anasema aliye na nguvu zaidi ya nguvu and we zile, know we are in a kingdom na tunajua tuko ndani ya that ufalme is stronger than the kingdom in the world. ambao uko na nguvu kuliko ufalme wa We dunia. are in a kingdom Tuko ndani ya that ufalme has more power ambao una nguvu than zaidi whatever is dominating in your city. baina ya yale ambayo yanatawala If mji you wako. arise in the power of that kingdom, Kama unainuka katika nguvu you za ufalme will ule, surely overpower, kwa hakika utashinda, overrule utatoa whatever mamlakani is happening around. chochote kinachofanyika Na pale. nikasema asubuhi hivi And I said this in the morning, ya kwamba you don't need to be the mighty prophet, ya kwamba haufai kuwa yule nabii aliye you na don't nguvu. need to be the great apostle Si lazima uwe yule for mtume aliye na you to nguvu do some of these things, ili kwamba ufanye mambo yale, because Jesus is already in your heart. kwa maana Mungu yumo ndani ya You moyo wako. can believe God Unaweza mwaminia that Mungu your city is going to change. ya kwamba mji wako You utabadilika. can believe God Waweza mwaminia that Mungu people are going to come back to ya him, kwamba watu watamrudia, sio kwa sababu wanataka, not because they are but willing, because you're breaking the chains of lakini bondage. maana unavunja minyororo ya utumwa. Somebody say amen. Sema amina. And maybe to just help you understand what we were saying, Na ili ufahamu yale tumekuwa tukisema, we said many things, but I will not go into everything. sitasema yote. We say that there are territorial demons. Nasema kwamba kuna mapepo ya mamlaka Never fulani. think that the devil is confused. Usidhani ya kwamba shetani But kachanganyikiwa. Jesus said very clearly, Na akasema if the devil is divided against himself, kama pepo anajiinukia yeye mwenyewe, then his kingdom will not stand. yamaanisha ufalme wake hautasimama. He is organized in his own way. Yeye amejipanga kwa kivyake. And we see in Mark chapter 5 verse 9, Marko 5:9, when Jesus met with this man at Gennesaret, wakati Yesu anapatana huyu mtu katika Genesareti, he was full of demons. alikuwa amejawa na mapepo. Yani he was demon possessed, the Bible says. Alikuwa amejawa na mapepo. And he asked him, what is your name? Kamuuliza jina lako He lipi? said, my name is Legion because we are many. Akasema naitwa Legioni kwa maana tuko wengi. Then they begged Jesus Kisha wakamwomba Yesu not to send them out of the city, ya kwamba asiwatoe kule mjini, because that was their area of jurisdiction. kwa maana hiyo ndio ilikuwa utawala wao. And even in the days of Daniel, Katika siku za Danieli we see Daniel being sent an angel. tunamwona Danieli ametumiwa But malaika, the angel tells him in Daniel chapter 10, lakini malaika anamwambia katika Danieli 10, when you read chapter 10 and let me get that, chapter 10 verse 12 and 13, sura ya 10 mstari wa 12 and he 13, tells him anamwambia that as I was bringing you the answer, kwamba wakati nilikuwa nakuletea I jawabu, was held by the prince of Persia. nikazuiliwa na yule mkuu wa Imagine, Persia. malaika wa mbinguni anafungiwa jela na prince of Persia An angel from heaven is blocked by the for prince of 21 Persia days. kwa siku 21. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. The prince of the king of Persia is talking about, Yule mkuu wa Persia he's anayezungumzia not talking about King Darius. sio kama ama yule mfalme Because Dario, King Darius was afraid of David. maana mfalme Dario alikuwa He's rafiki ya Daudi. talking about a principality, Ananena kuhusu a mamlaka, demonic influence over the land of Persia. nguvu za kipepo juu ya Persia. Hallelujah. Haleluya. So there are such things. That's why unaona mji moja iko na kitu fulani, That's why you see in one city there is ingine something, iko na kitu tofauti. and another city there is something different. Unaweza ingia kwa mji moja upata huko ni walevi, You go to one city and you find drunkards. uende kwingine ukuta huko ni You ukahaba, go to another city you find because prostitution. they are territorial devils. Kwa maana kuna mapepo ya Pate kimamlaka. kwingine hii boma wanauona sababu ya shamba, Others are killing each other because of hata land. wale waliuona sababu ya shamba, Others even are killing out sababu because of kuna land. pepo inaitisha damu. Because there is a demon claiming Wapendwa blood. wa katika maisha haya, Brethren, in this life, tusikubalie pepo lolote
Let us not allow any demon to dominate the places where we are. katawale mahali tunaishi. You are strong enough. Uko na nguvu kutosha. The angel told Gideon, Malaika akamwambia Gideon, rise in the power that you have inuka kwa ile nguvu ulionayo and fight for Israel. na upiganie Israeli. God is not waiting for you Mungu hakungojei to wewe get the greater superpower. upate nguvu za With the kiungu. power you have, Ukiwa na nguvu you ulionayo can change your estate. waweza badilisha With mtaa the wako. power you carry, Ukiwa na nguvu you uliobeba can change the business atmosphere. waweza badilisha hali ya With the kibiashara. power you carry, Ukiwa na nguvu you ulionayo can change that company. waweza badilisha I kampuni say hilo. with the power you carry, Nasema ukiwa na nguvu you can ulionayo declare Veta or Royal for Jesus. waweza tangaza kwamba And roho hilo ni ya you Yesu can establish for God na, forever. na idumishwe kwa Yesu kwa Somebody milele. say hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. And I said, why we fight for the city? Nikasema sababu ya kupigania mji, Number one, because it is about worship. kwanza ni kwa sababu inahusu maabudu. The enemy knows Adui anafahamu when people worship the living God, wakati watu wanamwabudu Mungu aishie, when they worship the living God, wakati wanamwabudu Mungu they aishie, are free. tayari wako So huru. he is therefore drawing them, Kwa hivyo anawavuta, enticing them anawadanganya into falsehood of, in terms of worship. waingie katika uongo, katika mambo ya The maabudu. devil is looking for worshippers, by the way, Mungu ama shetani anatafuta wanaoabudu, because he knows maana anajua when we are worshiping the living God, wakati tunamwabudu Mungu we will aishie, prosper in our businesses. tutafanikiwa katika Our biashara, marriages will be stable. ndoa zetu zitaimarika. Hallelujah. Hallelujah. And sometimes he makes people busy Wakati mwingine anapopatia watu majukumu so mengi, that even if they don't worship him, they have no time to worship God. ili ya kwamba hata wasipomwabudu hawana muda wa kuabudu Other Mungu. times he gives them falsehood. Anawapa hata uongo. Praise the name of Jesus. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Unaona kutana na watu, they are coming from church, Watu wametoka kanisa but they are busy drinking alcohol. lakini wako na shughuli pale, To wanakunywa them, they mvinyo. just attended a service. Ina maana wametoka tu katika I ibada. used to see it in my village, Nilikuwa naliona pale kijijini, and sorry, my father was one of them. na ni kweli babangu alikuwa mmoja wao. Wanatoka kanisa, They come from church. wakitoka tu kwa geti ya kanisa anahakisha sigara. After they leave the gate, they light the cigarette. Hallelujah. Amen. Because that is the falsehood that the devil would want people to follow. Maana na tayari anatafuta watu wa kushiriki Other katika hukumu times he ile. oppresses the people. Wakati mwingine anakandamiza watu, Other times he limits them. pia wakati mwingine And anawazuilia he plans how to destroy them. na anapanga jinsi ya And kuangamiza. as a man of God, Kama mtu wa Mungu, you should not allow people to die sinners. usiruhusu watu In wakufa the wakiwa wenye place dhambi. where you live. Ukiwa mahali ambapo unaishi, Sema kwa hii plot hatakufa mwenye dhambi hapa. say that in this estate there is no sinner who is going to Pray die. that they are going to hear God. Sema ya kwamba watamsikia Huyo Mungu. mzee anakujanga mrevi anachapa watoto wake. That drunkard who comes and beats the Tangaza children, kwa jina la Yesu. declare in the name of He will Jesus go to ya heaven. kwamba ataenda mbinguni. Hallelujah. Hallelujah. Wacha kusema kila mtu na maisha yake. Don't say everyone with their own life. Book of Isaiah 62. In the book of Isaiah Verse 62 number 6, the Bible says, mstari wa 6 inasema I have preached watchmen over your walls, O Jerusalem, ya kwamba nimeweka walinzi juu ya kuta zenu who Yerusalemu, shall never rest. ambao And he hawatapumzika. says, you who call on the name of Nasema Jehovah, nyinyi mumuitao jina la give Jehova, yourself no rest, je, basi nanyi msipumzike, and do not allow him to rest ili kwamba msimwache apumzike until he makes Jerusalem hadi wakati anafanya a Yerusalemu praise in the world. iwe mahali pa katika dunia. Wacha kupumzika mpendwa, Don't rest brethren mpaka mji wenu uitwe mji wa Jehova. until your city becomes a city of Jehovah. Do you know there are cities in Kenya where you cannot sell alcohol? Unajua kunayo miji hapa Kenya ambapo huwezi uza pombe. Bwana asifiwe sana. Bwana Ni sifiwe. mji lakini hauwezi uza pombe. It is an area but you cannot sell alcohol. You cannot sell cigarettes. Hawezi uza hata sigara. Yes, county government inachukua revenue lakini huwezi weka club. Serikali za county zinachukua ushuru lakini Because huwezi weka some klabu. people took over the city Kwa maana kunao watu and walichukua they ule mji declare their city unto na God. wanakaukiri kwake Bwana. Hata kwenu inaweza fanyika. Even to your city can happen. Nasema hata kwenu inaweza fanyika. Even to your place it can happen. Hallelujah. 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 Praise the name of Jesus. Jina la Bwana lisifiwe. So the third thing that I want to speak
Jambo la tatu ninalotaka kuzungumza, why we fight for cities, sababu ya kupigania miji yetu, because it is about the wealth. ni kwa sababu pia inahusu ufanisi wetu ama utajiri wetu. Wealth, when it is in the hands of the wicked, Wakati utajiri uko katika mikono ya waovu, it is going to accomplish wickedness. itaweza kuleta pia uovu. You see, when the wicked prosper, Wakati waovu wanafanikiwa, they promote wickedness. wanainua uovu, They put up, night clubs, wanaleta maklabu, strip clubs, wanaleta maklabu ya watu waliouchi, bordels. wanaleta They vyumba vya kahaba bring every form of na unrighteousness. kila jambo la uovu. Hallelujah. Amen. But when the same wealth is in the hands of the righteous, Lakini wakati utajiri huo mikononi mwa there is watakatifu, progress. kunayo maendeleo. They build godly things. Wanajenga mambo yaliyo ya kiungu. Unaweza jenga nyumba na useme hii mtu asijaribu kuweka pombe hapa. You build an apartment, you say no one will put alcohol here. Hallelujah. Amen. Hey, Bwana asifiwe sana. Amen. That wealth will build the house of God. Huo utajiri utajenga nyumba ya That Mungu. wealth is going to help the needy. Utajiri ule utasaidia maskini. You see, the enemy is fighting for wealth. Adui anapigania That's utajiri. why there is a city you can enter. Ndio maana kuna mji unaweza You try kuingia. to do business, it doesn't do well. Unajaribu kufanya biashara You move haifanikiwi. it to another city. Unaihamishia mji It mwingine. prospers. Kisha Now, inafanikiwa. before you move, Kabla utoke, fight for the wealth of that city. pigania utajiri wa mji Declare, ule. I will prosper in this land. Tangaza ya kwamba nitafanikiwa mji huu. Because you carry the God of prosperity. Maana unabeba Mungu wa ufanisi. Somebody say amen. Mmoja aseme amen. Praise the name of Jesus. Jina la Yesu The lisifiwe. Bible tells us Neno la Mungu that latwambia gold and silver belongs to God. kwamba dhahabu na fedha ni So za there Mungu. must be righteous people who discern. Lazima kuwe na watu wa Mungu That wanaotambua gold and silver belongs to our ya God. kwamba dhahabu na fedha ni za Now, Mungu. if it belongs to our God Kama basi ni za and Mungu, He is our Father, yeye ndiye baba we yetu, shall not leave it to the hands of the wicked. basi hatutaiachilia mikono ya waovu. I wish you are hearing me, church. Oh, natamani mngalinisikia. Bwana asifiwe. Praise the name Let of me the read Lord. for you 2 verses. Tasoma mistari miwili. The book of Micah chapter 2 verse 2. Mika sura ya pili mstari wa pili. Micah chapter 2 verse 2. Mika sura ya pili mstari wa And I'm pili. also going to read Job chapter 20 verse 15. Na pia nitasoma Ayubu 20. You see, the Bible tells us Neno linasema they covet fields and seize them. Wanatamani wanatamani mashamba na wanateka na wanaiteka, houses and take them away. majumba pia na wanaiondoa. They oppress a man and his house, Wanakandamiza mtu na nyumba yake, a man and his inheritance. mtu na pia urithi wake. Let me repeat that again. Tairudia. He's talking about the wicked. Anazungumzia kuhusu He's waovu. actually saying, woe unto you. Anasema ya kwamba ole wako. And he says, they covet fields and seize them, Anasema ya kwamba wanatamani mashamba na wanainyakua, and houses and take them away. na manyumba pia na wanaiondoa. They oppress a man and his house, Wanakandamiza mtu na nyumba yake, a man and his inheritance. pia mtu na urithi wake. You see, when you're praying for a city like this one, Wakati unaombea mji kama huu, you need to know that the enemy is also focused on the wealth of the city. yafaa ufahamu ya kwamba pia shetani analenga utajiri wa mji And huu. we are told in the book of Micah, they desire a field and they seize it. Na tunaambia kwamba wanatamani mashamba na In wanainyakua. fact, when you read the next verse, it says, early in the morning, Nasema ya kwamba asubuhi they mapema do what is in their power to do. wanafanya jinsi ambavyo wana uwezo wa They kufanya. take away the wealth of a man. Wananyakua utajiri wa mtu, They oppress him and his pia inheritance. wanamkandamiza na wanachukua urithi wake. Oh, Bwana asifiwe. Praise the name of the They Lord. oppress him and his house. Wanamkandamiza pia na nyumba yake. Poverty is not God's will. Umaskini sio mapenzi ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. I repeat it again. Poverty is not God's will. Nisema tena, umaskini sio mapenzi ya And Mungu. when you see the righteous being oppressed Na financially, unapoona mtakatifu akikandamizwa there is kifedha, warfare to be done by somebody. basi kunayo vita yafaa ipiganwe na mtu. Lazima kuwe na mtu atasema nitapigania utajiri wa wenye haki. There has to be someone to say I will fight for the righteous. When we set up a business, Tunapoinua mabiashara, let the presence of God fill that business. basi na uwepo wa Mungu ujae Let pale, it make us prosperous. na itufanye tunawiri, As it is recorded about the man Isaac. ilivyo nakiliwa kuhusu Isaka. But you see, the wicked we are told, Kwa wale waovu ambao or the tunaambiwa, enemy we are told,
told, ama adui when tunayeambiwa. you see people going to witches, Ukiona watu wakienda kwa they are waganga, going to seize wealth. wanaenda pale kunyakua utajiri. Hey, praise the Lord. Bwana They asifiwe. are going there to get powers, Wanaenda pale kupata so nguvu that they can take the wealth in the land. ili ya kwamba wachukue utajiri Na ulio wewe pale. kama mwenye haki, And as a righteous person, lazima usimame useme, you have to stand and declare utajiri wetu kama watu wa Mungu, that our wealth as God's urithi people, wetu kama watu wa Mungu, our inheritance as God's people, haitabebwa na waovu. will not be carried away by evil people. Nimekataa kufinyiliwa, I refuse to be oppressed. nimekataa kufungiwa I refuse to be kwa locked up mambo ya kifedha, by things about wealth. nimekataa kanisa kufinywa. I say no to the church being Hey, oppressed. praise the Lord. Bwana asifiwe. Kwa nini biashara za wenye haki ziendelee kudidimia? Why do business of the righteous Then we people should go carry down? the power. Na tunabeba ile Let nguvu. somebody declare the kingdom of God Kiri ufalme wa Mungu over the wealth in the city. juu ya utajiri uliomo Let mjini. somebody say, Na useme whatever I touch with my hands, ninachoguza na mikono whatever yangu, the righteous touch in their hands, wanachoguza it watakatifu will prosper. kitafaulu. Let somebody pray Na uombe that the wicked do not thrive in their ya lives. kwamba waovu hawatafanikiwa pale. Hallelujah. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Lazima uombe. You have to pray. One time we went into a certain city, Wakati mmoja tukaenda mji mmoja, and we were told this is why the church here does not grow. tukaambiwa hii ndio sababu kanisa hapa halinawiri. Katuambia a long time Sema ya kwamba muda there was a kitambo cultic movement kulikuwa na dhehebu la kipepo that went slaughtering animals and burying them in the grounds. ambalo lilienda likichinja wanyama na kuwazika. And when they are burying, they were saying the church will never prosper in this Na land. wakati walifanya vile walikuwa wanasema ya kwamba kanisa halitanawiri In fact, hapa. they even went to the places where churches used to go for crusades. Hata wakaenda mahali ambapo kanisa zilikuwa zinaenda They crusade. slaughter animals, pour blood there and bury them underneath. Wanachinja wanyama, wanamwaga damu na And kisha they say kuwazika. the church will no longer step on this ground. Na wanasema kanisa halitasimama mahali And hapa. we were told that for a long time, Tukaambiwa kwamba kwa muda the mrefu church did not have access to those grounds. kanisa halikuwa linaweza kufika mahali They would pale. plan, they are going to that ground. Walikuwa wanapanga kwenda pale, Something happens kisha jambo linatendeka and they are not able to use the ground. na hawawezi tumia ule uwanja. Hallelujah. Haleluya. Kuna mtu anaelewa kile ninasema, wapendwa? Do you understand what I'm So saying? when I say we pray for a city, Kwa hivyo ninaposema tuombee don't mji, just think about the good roads. usifikirie tu kuhusu Think mabarabara. about the diabolic agendas that surround you. Fikiria kuhusu makusudi ya shetani yanapo Deal with kuzingira. those ones. Shughulikia hayo. Once they have come down, Wakati umewashusha, prosperity will enter your city. ufanisi utaingia katika mji. Your business will rise. Biashara yako pia itainuka. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. If the righteous were told they will never prosper here, Kama watakatifu waliambiwa you need to hawatanawiri hapa, come in as a man of God. au ingie kama mtu wa Mungu. Don't say, but you know I'm not a reverend. Usiseme mimi sio You don't mtumishi wa need to Mungu. be a reverend to do great things. Haufai kuwa mchungaji ili You ufanye just mambo need to makubwa. be a man with God. Yafaa tu uwe mtu aliye na As you Mungu. walk on the streets of your city, Unapotembelea mitaa ya walk mji wenu, declaring that the righteous will prosper. tembea ukikiria kwamba The watakatifu righteous will watanawiri. thrive. Watakatifu The watainuliwa. righteous will make it. Watakatifu The watanawiri. righteous will multiply. Watakatifu In this place, their businesses will grow. mahali hapa biashara Let zao us take zitainuka. back the wealth. Na Back to the house of Jehovah. turejeshe utajiri katika nyumba ya And Jehova. somebody say amen. Tuseme amen. Job chapter 20 verse 15. Ayubu 20 mstari wa 15. The Bible says they will vomit the wealth they swallowed. Biblia inasema ya kwamba watatapika utajiri waliomeza. God won't let them keep it down. Na hata Mungu hatawacha wakuwe nao. That is the New Living Translation. Tafsiri ya New Living I Translation. love the good news. Good news inasema The wicked vomit up the wealth they stole. wale waovu wanatapika utajiri walioiba. Si tumesoma they desire and they take. Ya kwamba wanatamani kisha wananyakua. Then Job explains, the wicked vomit up the wealth they stole. Anasema ya kwamba waovu wanatapika utajiri God walioiba. takes it back. Mungu ananyakua Even
out of their stomachs. hata anaitoa katika tumboni zao. Mungu anaichukua kutoka kwa tumbo zao. Lord snatches it from their stomach. Hallelujah. Hallelujah. Everywhere that the enemy swallowed in our lives, Utajiri wote ambao adui alimeza, aitapike kwa jina la Yesu. he vomited in the name of Nasema Jesus. itapike kwa jina la Yesu. He vomited in the name of Kila Jesus. utajiri wa wenye haki uliobebwa, Every wealth of the righteous that somebody was declare carried, they will vomit dada it. kwamba wataitapika In the name of Jesus. katika jina la Yesu. In the name of Katika Jesus. jina la Yesu. Every door they close for the righteous, Kila mlango waliofungia lazima mtakatifu, ifunguke. it has to open up. We should not allow the wicked to prevail. Hufai kukubalisha It waovu is wanawili. not allowed even in the scriptures. Haijakubalika hata We katika shall not maandiko. live under the masses of a witchcraft. Hatutakaa chini ya The huduma witch za doctors must uovu. come down. Wewe madhabahu yao The yatashuka. men of God must rise higher. Watu wa Mungu lazima In wainuke the name of Jesus. katika jina la The Bible Yesu. says they shall vomit. Neno linasema watatapika. And if they don't vomit, God will take it out of their Kama stomach. hawatatapika, Mungu ataitoa May the pale. Lord do it for my city. Mungu aifanye juu ya mji wangu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. And let me tell you, you can move anything. Nikwambia kwamba unaweza toa chochote. I remember one time there was a project for street lighting. Kulikuwa wakati mmoja na mradi wa kuweka taa za barabara, And the poles were dropped all over along the road. na wakaweka hizo vikingi. And then within a very short time they were taken away. Baada ya muda zikaibiwa. Si zikaibiwa. Oh, They were zikatolewa. taken away to another land, to another place. Zikapelekwa mahali kwingine. Hallelujah. Amen. I remember we gathered as men of God Tukakutana kama watu wa Mungu. and we said our street lighting Nasema ya kwamba taa zetu za barabara must come back. lazima zirudi. Hallelujah. Amen. We just prayed whoever swallowed them Tulisema ya kwamba aliyemeza must vomit them. na azitapike. And today we have our road with the street lights. Na wakati wa leo tuko na barabara iliyo na taa. Praise the name of Jesus. Bwana asifiwe. Everything is possible. Kila kitu I chawezekana. mean, you can move anything. Nasema unaweza guza chochote. Let me repeat, you can move anything. Unaweza guza So chochote. long as God is on your side. Ila tu Mungu akuwe upande wako. You plus God, you are the majority. Wewe pamoja na Mungu ndiwe zaidi. You did not hear what I said. Haujasikia I did hiyo. not say you plus all the others. Sijasema wewe I pamoja na said you wengine. and God. Nimesema wewe na Even Mungu. if you are the only one born again in that company. Hata kama wewe ndio tu umeokoka katika kampuni. The only business person who knows God in that street. Yule mwanabiashara ambaye You can atafanikiwa. move that street to Jesus. Basi waweza toa huyo mtaa ulete kwa Yesu. Hallelujah. Amen. You see, when Israel was leaving Egypt, Wakati Israeli walikuwa wanatoka God did Misri, not allow them to go empty-handed. Mungu hakuacha watoke hivyo bure. Because he did not want them to just walk out of Egypt. Maana hakutaka tu watoke He Misri. wanted them to go with the wealth. Alikuwa anataka waende na utajiri. The book of Exodus 11 verse 1 to 3. Kitabu cha Kutoka 11 mstari wa 3. The Bible says, Inasema, and the Lord said unto Moses, Mungu akamwambia Musa. Exodus chapter 11 verse 1 to 3. Kutoka mstari wa sura 11 mstari wa kwanza. And the Lord said unto Moses, Mungu akamwambia Musa, yet will I bring one plague more upon Pharaoh. sitaleta janga lingine juu ya Farao, Nitaleta ingine moja. nitaleta lingine moja, And upon Egypt. na pia juu ya Misri, Afterwards he will let you go na hence. baadaye atawaachilia mwende. When he shall let you go, Wakati atawaachilia, he shall surely thrust you out hence altogether. kweli atawatoa nyinyi wote pamoja. Speak now in the ears of the people. Kwa hivyo nena sasa Let wanaposikia watu. every man borrow of his neighbor and every woman of her neighbor. Kila mmoja azime kwa jirani yake. Jewels of silver and jewels of gold. Zile Vitu za dhahabu na vitu fedha. za dhahabu na fedha. And the Lord gave the people favor in the sight of Na Egyptians. Mungu akawapa watu wake kibali mbele ya Wamisri. Moreover, the man Moses was very great in the land of Egypt, Kisha Musa alikuwa mkuu pale in the Misri, sight of Pharaoh's servant and in the sight of the people. juu ya Farao na juu ya watu wengine. Now, the Bible is telling us God gave Israel favor in the eyes of the Egyptians. Neno linasema Mungu akawapa kibali kwa Wamisri, That whatever they asked, they were given. ya kwamba walichowazima wakapewa. Hallelujah.
Amen. You can set up a business and people come to you. Unaweza weka biashara na watu wakujie. Watu wanakugojea hapo kabla uanze. People are waiting for you before you start. Hallelujah. Amen. Sisi tunapanga laini vivi mbele ya bank kabla hata wafungue. Tuko hapa sisi wote tunagoja. The way you queue at the entrance of the bank. Watu wanaweza kugojeanga vile wanagojeanga Wahindi hivi wafungue. People can't be waiting for you the way they wait for other people. Oh, may God give you favor. Na Mungu akupe kibali. May God give you favor. Mungu na akupe kibali. So he told the Israelites, akawaambia Wanaisraeli, go and collect articles of gold and of silver from your neighbors. Endeni na mkachukue vitu vya fedha na dhahabu. And they were so favorably dispossessed to the Israelites. Na kwa kweli wakapata kibali kwa Waisraeli. That whatever they wanted they got it. Ya kwamba walichotaka wakapewa. Hallelujah. 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 May God grant such favor. Mungu na akupe kibali hicho. Even in the land where you live. Hata katika mji ukao. Kwa nini uangalie mashamba ikikatakatwa unasema nilikuwa ninaishi hapa? Inaisha na upati. Where do you see land being subdivided? Believe God that you are going to get yours there. Amini ya kwamba Mungu nitapata yangu hapa. Nasema muamini Mungu. Believe in the Lord. Sema kabla haijaisha kuna yangu na nitapata. Say that before it is finished I must get mine. Hey, praise the name of Jesus. Amen. You see Exodus chapter 12 verse 31. Kutoka 12 mstari wa 31. Listen. You remember Pharaoh had refused the children of Israel to leave. Farao alikuwa amewazuilia He Wanaisraeli had told watoke. them you can go but leave your hands and your flocks. Akawaambia mnaweza enda lakini mwacheni But mifugo when yenu. God gave that promise, Lakini wakati Mungu alipotoa ile ahadi. Exodus 12 verse 31 and 32. Mstari wa 31 na 32. And he called for Moses and Aaron by night. Kisha akawaita Musa na Haruni And usiku. said, Akawaambia, rise up and get you forth from among my people. inukeni na mkatoe watu wangu. Both you and the children of Israel. Wewe na Wanaisraeli wote. Go and serve the Lord as you have said. Nendeni na mkatumikie Mungu mlivyosema. Verse 32. Mstari wa 32. Also take your flocks and your hands. Kisha na mchukue mifugo yenu. And he said, and be gone. Na akasema ya kwamba na mtoke. Hallelujah. Amen. But bless me. Lakini mnibariki. Hallelujah. Amen. Aliwaambia mkeni haraka, bebeni watoto na mifugo yenu yote. Rise and take your children and your cattle. Mtoke haraka in my land. Just go out of my land. Mimi tu munibariki. But just bless me. You know there is a way you can bless the devil until he releases your wealth. Kunayo njia unaweza mfinyilia shetani hadi aachilie utajiri wako. Mtu aseme amen. Amen. Sema nimekataa kufinywa. Sema I refuse to be oppressed. Sema mapepo ya mji inayomnyang'anya watu utajiri. Demons in the city that snatch the wealth. Haina nguvu juu ya maisha yangu. Doesn't have power over me. Tangaza kwa jina la Yesu. Declare in the name of Jesus. I will prosper in this city. Nitanawiri katika mji huu. Say it again. I will prosper in this Sema land. tena nitanawiri katika mji huu. The righteous shall prosper. Watakatifu watanawiri. To the glory of Kwa God. utakatifu wa jina la Mungu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let me say the final part of this. Nitasema la mwisho. What are the things we need to deal with? Ni mambo yapi tunafaa I've kuyashughulikia? just mentioned two. Tataja mawili. Number one, we need to deal with wicked altars. Kwanza wafaa ushughulikie na madhabahu ya When kipepo. you are praying for that city to be released, Unapoombea mji uachiliwe, to be released to worship God, uachiliwe ili ukamwabudu the people Mungu to enjoy the peace of God. na watu wafurahie amani ya Mungu. Remember, there are altars that are guarding and holding them captive. Kumbuka kwamba kunayo madhabahu yanashughuli ama yanakandamiza You watu. see, an altar is a place where God or a God is worshipped. Madhabahu ni mahali ambapo Mungu ama It is miungu a place inaabudiwa. of divine encounter. Ni mahali pa nguvu za It kiungu. is a gate of heaven or hell, Ni malango ya aidha mbinguni ama kuzimu, depending with the divine being worshipped. kulingana na ni miungu gani inaabudiwa pale. Hallelujah. Hallelujah. And you know, a city can be under the control of just one altar. Mji unaweza kuwa unatawaliwa na madhabahu You moja. see, we read about Abraham. Tunasoma kuhusu Abrahamu. Many years he went to Bethel in the book of Genesis chapter Kwa 13. miaka mingi akaenda pale And Betheli, he raised up an altar for God. akamwinulia Mungu madhabahu. Let alone in chapter 28 of Genesis. Kisha baadaye katika Mwanzo 28, Hallelujah. After about 100 years, baada ya kitu miaka 100, his grandson comes to the same place. mjukuu wake anakuja mahali pale And pale. he saw angels ascending and descending. Kisha
anaona malaika wakipanda na kushuka. Just imagine if anybody was living around there. Hebu tafakari kama kulikuwa na mtu anaishi pale. There was a gate of heaven going up and going down. Kulikuwa na malango ya mbinguni yakipanda na kushuka. In the book of Judges chapter 6 verse 24 and 26. Waamuzi 26. Judges 6 verse 24. Waamuzi 6 mstari wa 24 and 26. na 26. Let me read. Then Gideon built an altar there unto the Lord. Kisha Gideoni akamjengea Mungu madhabahu. And called it Jehovah Shalom. Akaiita Jehova Shalom. And to this day it is yet in Opera of the Abiezrites. Na hata siku ya leo iko katika Opera ya Waaberizi. And it came to pass the same night. Kisha ikafanyika usiku ule. That the Lord said unto him. Na kwamba Mungu akamwambia. Take your father's young bullock. Chukua fahari mdogo wa babako. Even the second bullock of the 7-year-old. Kisha yule fahari mdogo wa miaka 7. And throw down the altar of Baal that your father has. Na ubomoe madhabahu ya Baali ambayo yalijengwa na babako. And cut down the Asherah pole that is by 8. Kisha ubomoe lile dhabahu la Ashera. And build an altar unto the Lord thy God upon the top of this rock. Kisha umjengee Mungu madhabahu juu ya mwamba ule. In the ordered place. Mahali unapoelekezwa. And take the second bullock and offer a burnt sacrifice with the wood of the grove which thou shalt cut down. Kisha uchukue fahari wa pili na umtoe madhabahu kitumia kuni zile utapata pale. You see, when you read the story of Judges chapter 6, ukisoma Waamuzi 6, the Israelites were oppressed. Waisraeli wakawa wamefinyiliwa because of idol worship. Kwa sababu ya uabudu sanamu. They turned from God to Baal. Wakatoka kwa Mungu wakamwabudu Baali. Imagine this altar was not in the entire land. Haya madhabahu hayakuwa katika mji mzima. It was in the house of Gideon's father. Ilikuwa katika nyumba ya babake Gideon. And it was the cause of the oppression in the entire land. Na ndio ilifanya kukandamizwa kwa mji mzima. Hallelujah. So when God meets with Gideon, wakati Mungu anapatana na Gideon, Gideon was so pleased. Gideon akafurahia. He raised an altar for God. Akamuinulia Mungu madhabahu. And then after that God told him, now wait a minute. Kisha baadaye Mungu anamwambia ngoja. You don't just raise altars for me. Usiniinulie tu mimi madhabahu. First of all, go to your father's house. Kwanza enda katika nyumba ya babako. Bring down the altar of evil that is there. Ubomoe madhabahu maovu yaliyo pale. Then raise for me another altar. Kisha hapa uniinulie madhabahu mengine. In the place I will order. Katika mahali nitakapokuelekeza. Hallelujah. Hallelujah. Everybody in the land kila mmoja alikuwa suffering because of one altar. Alikuwa anaumia kwa sababu ya madhabahu moja. In the house of Gideon's father. Katika nyumba ya babake Gideon. Bwana asifiwe sana. But when Gideon dealt with it, lakini wakati Gideon alishughulikia, then God told him, now you can sacrifice. Mungu akamwambia sasa unaweza toa dhabihu. Use the wood of the Asherah pole. Kutumia mbao zile. Go and win the battles for your children. Na uende ushinde vita kwa niaba ya watoto wako. Wakati ambapo unashughulikia madhabahu bovu, when you deal with the evil altars, kumbuka ya kwamba madhabahu bovu zinajificha sana. Remember that they have hidden themselves. Ukiona ile inajitokeza, hiyo ni ile inasema mimi siogopi. The one that is being seen is the one that says I'm not afraid. Most of them zimejificha. But most of them have hidden. I was reading 1 Samuel chapter 28. Samueli wa kwanza 28. You see, this time we are told that Samuel died. Tunaambiwa wakati huu Samueli amekufa. And he was buried in Ramah. Na akazikwa kule Rama. Then we are told Saul had chased away all the mediums and the spiritists in the land. Na Sauli akawa amewafukuza waabudu sanamu na wale waganga kule mjini. Hallelujah. Alikuwa amewafukuza wote. He had chased them away. Lakini Saul wakati alisikia kuna vita ya Wafilisti, wakati when Saul had the war with the Philistines, of God, akamuuliza Mungu. And he had told God did not speak to him by dream or by vision. Kasema ya kwamba Mungu hakumzungumzia kwa ndoto ama kwa maono. What he will do. Kwa hivyo akafikiria nifanyeje. Akasema atafutiwe mtu ambaye ni mganga. He says look for me a diviner. Na ni yeye alikuwa amwafukuza. And he was the one who had chased them away. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. So hata kama walikuwa wamefukuzwa, inaonekana kulikuwa kumebaki wengine. So even if he had chased them away, there were others. And he disguised himself and went to this witch doctor. Akajificha akaenda kwa mganga huyu. And when he got there, the woman told Saul. Huyu mwanamke akamwambia Sauli. You know Saul does not want us in this land. Unajua Sauli hatutaki hapa. You must promise me first. Lazima uniahidi kwanza. That I am safe. Ya kwamba niko salama. Hallelujah. 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 So when you are dealing
dealing with some of these things, some of them are, they are very secret. Unaposhughulikia mambo haya jua mengine Some of yamejificha. them look like very real altars of God. Mengine yanakaa madhabahu ya kweli ya Mungu. But you must not be afraid. Lakini yafaa You must usiogope. decide that I am going to pull down Amua ya kwamba utabomoa whatever is not raised by God. chochote kisichoinuliwa na You must Mungu. decide in my city. Amua ya kwamba katika mji We wangu cannot have a church and a shrine for the witch doctor. hatuwezi kuwa na kanisa na madhabahu ya waganga. Katika kanisa na nyumba ya modo mogo. We cannot have a church and a witch doctor's Somebody house. say amen. Amen. Omwana oginyathie. One of them has to go. Na ugo omwana oginyathie. One of them has No to ya go. muhodho gothie ni muganga. And the one who is easy to Lazima go is the kuna witch watu doctor. watasema kwa jina la Yesu. Some people has to say in Mji the name huu of ni wa Jesus. Bwana. This city belongs to God. Hatutainua dhabihu ya Jehova. Will not lift up Na the watu altar. wainue ingine. And other people lift another Kama one. Gideoni tuivunja vunje. Like Gideon, we have to break it down. Gideon went alone in the night. Gideon alienda usiku Wakiwa na vijana kadhaa. with some other young men. Wakaishughulikia wakamaliza. They dealt with it. Amen. Hata ukitaka kudeal nazo inajulikanaga you can deal with them. You can deal with it on your own. Let me repeat that. Even if you refuse, Hata ukikataa, even the devils know you can handle them. hata shetani anajua unaweza When ishughulikia they peke brought yako. it down in the morning, Wakati walibomoa everybody was asubuhi, asking, kisha kila mmoja who akawa pulled anauliza, down the altar of Baal? nani akabomoa madhabahu ya And they Baali? said that must be Gideon. Akasema huyo lazima ni They Gideon. know you can do it. So Wanajua you unaweza. better arise and do it. Ni vyema basi uinuke na ufanye. Ayaye. Hapo kwenu kuna mahali watu wanakujiaga maji ya muranga. In your area there's some place that people come for Kati mwingine water. chukua chupa useme hii chupa inasimamia maji ile iko na yule muganga yote. One time take a bottle of water and Na say this ninatangaza represent all watu that. hawataikunywa tena. And I declare people will not drink it again. Uimwage and you dry it. You just pour Na it out. utangaze hivyo imeisha kwa chupa ndivyo yake imeisha. You say the way it is finished even Hey! I did not say the department leader to do that. Sijasema mkuu wa idara I aende did pale. not say the apostle to do that. Sijasema yule I mtume said aende. the man who knows his God. Ninasema mtu ajuaye Raise it Mungu up wake. and declare in Jesus' name. Inuka na ukiri katika jina Jamii la Yesu. hatutaharibiwa hapa nikiona. Families will not be destroyed as I Pull see. down the altar of the wicked one. Bomoa madhabahu ya mwovu. The second thing you need to deal with La pili unalofaa kushughulikia is wicked men. ni watu Waovu. walio waovu. Watu waovu. Watu You waovu. see, demons Mapepo or devils have no way of living on earth hazina njia za kukaa hapa or duniani operating on earth ama kufanya kazi hapa other ulimwenguni than through men. ila tu kupitia watu. Bwana asifiwe sana. Amen. Let me repeat that. You see, Rudia. the spiritual realm is well organized. Dunia ya kiungu imepangikana hivi. Heaven belongs to God. Mbingu ni ya You Mungu. can never get to God if God does not allow you. Huwezi enda mbinguni kama Mungu haja kukubalisha. Did you hear that? Umesikia You hiyo? can never access heaven unless God allows you. Huwezi fika mbinguni ila tu Mungu That's akuruhusu. why we read in the book of John chapter number 14. Ndio maana tunasoma katika No Yohana one 14, gets to the Father hakuna yeyote aendaye kwake but through Baba Christ. ila tu kupitia Kristo. Now, the earth Kisha is the duniani abode and the realm of man. ndio utawala wa mwanadamu. Genesis chapter 1, 27. Mwanzo 1 mstari wa 27. Act 26, 27 and 28. God said, let's make man in our image, Mungu akasema tuumbe Mungu kwa that mfano we wetu may have dominion ili kwamba awe na over utawala everything we have created. juu ya vyote tulivyoumbwa. Praise the name of Jesus. Amen. Now the earth is man's domain. Kwa hivyo dunia ni milki ya For mwanadamu. you to operate from another sphere, Ili kwamba ufanye kazi katika On ulimwengu earth, mwingine. Hapa man duniani has to allow you. mwanadamu lazima akukubalishe. Even God. That's why we are told and pray that your kingdom come. Naomba ya kwamba ufalme wako uje. Si ndivyo Yesu alisema tuombe? That's why He Jesus said said we pray. invite God into your realm. Ya kwamba ruhusu So that Mungu aingie he katika can dunia come. yako ili ya kwamba aje. We are not told that God stands at the door and he wants to break it. Hatujaambia kwamba Mungu ako mlangoni na anataka kuvunja He is njia. knocking, Anabisha waiting for man to open. akingojea mwanadamu amfungulie. The same thing, even the devils. Vivyo hivyo hata mapepo They cannot operate on earth unless they are allowed by man. hawezi fanya kazi ulimwenguni ila tu yaruhusiwe na mwanadamu. Hallelujah. Haleluya. And there are people who have made their bodies and their lives abodes of darkness. Na kunao watu wamefanya mili yao iwe makazi ya mambo ya And you giza. need to pray Na yafaa that uombe their wicked plans will be thwarted. ya kwamba mipango yao miovu Acha kusema itaangamizwa. unajua hawa ni watu wa Mungu tu wataishi. Haya waishi lakini mipango
mipango yao isifaulu. but their plans do not have to succeed. Let me read for you the Tasoma. book of Esther chapter 3. Esther, ama Esteri sura ya 3. And I think I had read this scripture, but let me read it again. Chapter 3 verse 8. Then Haman said to King Ahasuerus, Hamani akamwambia mfalme there is Ahasuerus, a certain people scattered abroad and dispersed among the peoples in all the province of your kingdom. kunao watu ambao wametawanyika katika maeneo yote ya ufalme wako. Their laws are different from those of every other people, Kazi zao ni tofauti na za watu and they do wengine, not keep the king's rule, na pia hawafanyi sheria za mfalme. so that it is not to the king's profit to tolerate them. Kwa hivyo haifai mfalme awaruhusu. If it pleases the king, Lakini kama itampendeza let it be mfalme, decreed that they be destroyed. itangazwe ya kwamba waangamizwe. And I will pay 10,000 talents of silver into the hands of those who are in charge of the king's business. Na nitatoa sehemu 10 za fedha kwa wale ambao watafanya hiyo kazi. Verse 10. Mstari wa 10. So the king took his signet ring from his hand Mfalme akachukua pete yake and gave it to Haman the Agagite, akampa Hamani, the son of Hammedatha, mwana wa Hamedatha, the enemy of the Jews. aliyekuwa adui wa Wayahudi. And if you continue, it says to write Ukiendelea utasoma ya kwamba ili aandike as it pleases. jinsi ambavyo itampendeza. Bwana asifiwe sana. Amen. And a person have risen up in the province of Persia, Kunaye mtu ambaye ameinuka katika mkoa wa and Persia he has an issue with the Jews, na ako na shida na Wayahudi. and he says, allow me, O king, Sema nikubalishe mfalme, I will pay you 10,000 pieces of nitakupa silver, sehemu 10 za and fedha. I'll bring money into your business. Inamaanisha nitaleta pesa katika biashara yako. Hallelujah. Hallelujah. But allow that these people should be killed. Lakini kubalisha hawa watu wauawe. See, when you continue reading, the king told him, Ukiendelea you utapata mfalme can keep akamwambia, the money, waweza kana pesa but yako, write whatever you want to write. lakini andika chochote utakacho. There are wicked people Kunao watu who waovu have no interest even in the church. ambao hawana chochote juu ya kanisa. They would rather the church closes up Wangependezwa na kanisa lifungwe, because they don't want children to be saved. kwa maana hawataki hata watoto They do waokolewe. not want to see progress. Hawataki kuona kuendelea. Hallelujah. Amen. We must never allow their plans to prosper. Hatufai kuruhusu mipango yao inawiri. Ninaona mnawahurumia. I see you are having mercy on Lakini them. wacha nirudie. And I have to repeat We this. should never allow their plans to prosper. Hatufai kuachilia mipango yao iendelee. That scripture is the basis of everything else that we read in the book of Esther. Maandiko hayo ndiyo yanachipuza We mambo are yote told tunasoma. when Mordecai heard about the letter. Wakati Mordekai alisikia kuhusu ile barua, That barua iliandikwa, wakapewa miezi kama 10 wajipange vile wataua Wayahudi. they were given 10 months to plan on how to kill the Jews. Hallelujah. Amen. You see, when Mordecai was told, Wakati Mordekai the alisikia, Bible says that he did not wear clothes. neno linasema hakuvaa He put on mavazi. sackcloth na akakaa mbele ya gate ya mfalme. Akavalia magunia and he stayed at the Esther gate of was the told king. what Mordecai is doing, Esteri akaambiwa anachofanya and she Mordekai. sent people to inquire. Akamtumania watu, And he asked, how can I be okay akauliza when nitakuwaje there is a salama plan for our people to die? wakati kuna mpango wa watu wetu Chapter kuangamizwa. 4, we read them praying and fasting for 3 days. Sura ya 4 tunaona wakiomba na kufunga kwa siku When you 3. continue reading, you see Esther acting. Ukiendelea unaona Esther anafanya And jambo, finally Haman is hanged. na mwisho Hamani If Mordecai did not take caution, kama Mordekai he would hakuchukua have been killed with all the Jews. angeuawa pamoja na Wayahudi But wengine, he did not allow it. lakini hakuiruhusu. Pendwa, lazima ukubali kwa moyo wako. You have to agree in your heart. Hautaangalia wakati watu wanateswa kwa mji wako You will not look as people are oppressed in your by city. other wicked people. Kwa nguvu za Watu wengine, wanaenda kwa uganga people are going to the witchcraft watese watoto wa wengine, to oppress the children na of wewe others. umenyamaza, unasema let people mind their own business. And you are silent. You must arise in the power you have. Lazima uinuke kwa nguvu ulionayo. Declare the planning of the wicked will not Gaza- prosper in my life. Mipango ya muovu haitafanikiwa maishani mwangu. Hallelujah. Oh, Let me hallelujah. read Job chapter number 38 Nitasoma Ayubu 38 and verse number 13. na mstari wake wa Let me read 12 and 13. 12 na 13, Have you ever given orders to the morning ya kwamba umewahi amrisha asubuhi or yako, shown the dawn its place, ama unaamrisha asubuhi that unaielekeza it mahali might pake, take the earth by
by the angels ili ya kwamba uchukue ulimwengu katika mwisho wake and shake the wicked out of it. na utingize yule Mungu mwovu. anauliza Ayubu, umewahi amrisha asubuhi yako God asked Job, have you commanded your morning ya kwamba ishike dunia kwa miisho yake asubuhi, that it may catch the world with on its edges itigize itupe waovu nje, and shake it until it throws away the evil? oh that somebody may get a revelation. Oh, na mtu apate ufunuo. Uamke asubuhi useme leo, Wake up in the morning and say wale today, wanauzanga madawa huku kwetu, those who sell drugs in I my shake place, them out in the name of na Jesus. watingiza katika Na jina la Yesu. wafurushwe kwa jina la Yesu. They go away in Mtu Jesus' na name. aseme kwa jina la Yesu. Say in the name of Jesus. Waganga ambao wanaoperate usiku All the witches working at night na night runners, na wale wanaokimbia. hallelujah, Hallelujah. hawana space ya kuishi hapa Don't have a space kwa here huu mji, in this city. na uwafurushe kwa jina la Chase Yesu. them away in Jesus' name. I read the final scripture, Nitasoma andiko la mwisho. Ezekiel chapter number 11 Ezekieli sura ya 11 verse 1 to 3. mstari wa kwanza na wa hadi wa 3. And the Spirit lifted me up and brought me to the east gate of the Lord's temple Roho akaniinua kanipeleka katika malango ya Bwana that faced the east. ambayo yanaelekea kule mashariki. There at the entrance of the gate I noticed 25 men. Pale malangoni nikawaona watu 25. Unasikia ni katika mlango ya madhabahu ya The kanisa. entrance to the church. 25 men. 25 men. And among them I saw Zanaya, Baina yao nikamwona huyo son of Azul, mwana wa Azuli and Pelatiah son of Benaiah, na Pelataya mwana wa Zanaya, officials of the people. waliokuwa wakuu wa watu There wao. are 25 men, Ni watu but 25, he sees two that he notices. lakini anafahamu wawili. Let's continue. The Lord said to me, Kamwambia Mungu, Son of man, these are the men who plot evil and give wicked advice in the city. kwamba hawa ndio watu wapangao uovu na kutoa mawaidha maovu kwa juu ya mji. Sijui kama umesikia mahali wamesimama. You hear where they are standing? They are standing at the gate of the temple. Wanasimama katika malango ya hekalu. They are even leaders. Pia hata ni viongozi. But we are told they are these are the men. Let me repeat verse 2. The Lord said to me, Mungu akaniambia, Son of man, wewe mwana Adam, these are the men who plot evil and give wicked advice in this city. hao ndio wapangao uovu na kutoa ushauri muovu juu ya mji. They say Wanasema the time is not near to build houses. wakati haujafika kujenga manyumba. The city is a cooking pot, Mji huu ni kama jungu and we are the meat in it. na sisi ndio nyama zilizomo pale ndani. Hallelujah. Haleluya. Yani viongozi na wako katika malango ya hekalu. Leaders standing at the gate of the temple. Ezekiel chapter 11. Ezekieli Lakini 11. wanapanga maovu. But they are plotting Hey. evil. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Na wanasema wakati haujafika wa kujenga. And they say time is not come to build. Yani wanadeceive wanadamu. Wanadanganya watu. Hata kama wanatumia nguvu gani, they are refusing that the city should grow. Whatever power they are using, hawataki mji You know, ukue. there are people who thrive in the poverty of others. Kunao watu wanafurahia katika umaskini wa wengine. When we read Acts chapter 16, Matendo ya Mitume I 16. will not read. Wakati Paul wanafuatwa na msichana mwenda wazimu, When Paul are being followed by and anaenda akisema, these are the servants of the Lord, follow them and anasema, believe what they are saying. hawa ndio watumishi wa Mungu, hawa ndio We watumishi wa are Mungu. told that there are people who used to make money out of her madness. Tunaambia kuna watu walikuwa wanatengeneza pesa kupitia There are wazimu people wake. who thrive in the oppression of others. Kunao watu wanafurahikia Na katika watu kama kuteseka hao kwa wengine. wanafaa waambiwe, amukia kiti chetu, Such people are told, should you amukia arise? miliki yetu. Arise from our Hallelujah. authority in Kila Jesus' pepo name. imekalia vijana wetu kwa muji, every iamukie kwa jina la Yesu. may it rise in Jesus' Kila name. ngome ama mwanadamu Every anakalia stronghold ufanisi wa kanisa, is sitting on the amuke well-being of kwa the hicho church. kiketi Rise from that katika seat jina la Yesu. in the name of Jesus. And the Lord said, I am against them. Mungu akasema ninawainukia. In fact, wanasema He says the city is a cooking pot.
kwamba mji huu ni kama jungu We are the meat. na sisi ndio tunapikwa Yani ni pale. kama wanasema huu mji ni mzuri sana, That this city is so good na sisi ndio kusema. and we are the one Watu who have the wengine say. wote hawana nafasi, All the other people do not have anything to say. na Bwana adilu na watu kama hao. May the Lord will deal with such people. Oh, hallelujah. 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 Kuna watu wanataka wakule kila kitu. Kila Some people kitu ni want to yao consume na everything. watu wao, With their wengine people. wakae nje. And others We to stay refuse outside. such wickedness in our lives. Kataa uovu ule katika jina la Yesu. Wacha tusome verse number 13 ndio usikie. Mstari wa 13. No, let me first read verse 7 of the same Ezekiel chapter 11. Mstari wa saba. Therefore, this is what the sovereign Lord says. Hivi ndivyo asemavyo Bwana. The corpses you have dumped in the midst of the city are the meat. Ile miili mlioweka katikati ya mji ndizo And nyama. this city is the cooking pot. Na mji huu ndiyo jungu. But I will take you out of it. Basi nitakutoa. Ni wale wanaume 25 wanaambiwa, Is the 25 men being hao told? wenye mnafinyiria na kuua, Those ones that you are oppressing hao and ndio killing. wenye muji. Those ones are the owners of this city. Kanisa, sisi ndio wenye muji. Oh church, we are the owners of the city. Na si mtu waseme amen. Sema amen. Na anasema muji huu is a cooking pot. Sema this city is the cooking But for pot. you wicked men, Lakini kwa nyinyi waovu I am going to drive you out of the city. na wafurusheni nje ya mji. Wakati unawafurusha unafanya kazi na Mungu. When you are chasing them away, you are working together with God. God started acting verse 13 because I want to cross. Mstari wa 13. Now, while I was prophesying, Nilipokuwa ninatabiri, Pelatiah the son of Benaiah, Pelataya mwana wa Benaya, one of the 25, mmoja wa wale 25, he died. akafa. Then I threw myself face down and cried out with a loud voice, Nikainama nikalia kwa sauti, Alas, sovereign Lord, oh Bwana uliye mkuu, you are completely wiping out the remnants of Israel. kwa hakika unawatoa wale waliobaki wa Israeli. So God started the judgment Mungu akaanza na and hukumu, he said, this one, akasema hawa let me drive him out. wacha kwanza He nimtoe. died. Akafa. And Ezekiel was shaken. Na Ezekieli He akaogopa, started crying unto God. kaanza kulilia Mungu, Pray that these wicked people will change their hearts omba ya kwamba hawa and waovu turn unto the wabadilike living God. na wamrudie Mungu. What do you think? Na muganga akikuja hapa akoke na akuja na hizo vitu zake. Okay na miano haha. Amekuete huo. What do you think when a witch comes and they get born again? Akisema nimekuja na hii tuchome, I want to serve the living God. Hey, I want to burn this, I want to serve God. Hallelujah. Hallelujah. What do you think wakati mtu atakuja akiwa amebeba vitu zake aseme nimekuja nataka kuokoka? Think about when someone comes and say, I want to get born again. Wakati mmoja tumeombea mtu pale kwa ile ofisi na mzee, tukasema kweli Mungu anafanya kazi kwenye mji. One time we prayed and we said, God for sure is working in the Mimi ni city. mkora mbaya sana. He said, I am a bad. Akatupea hadithi mpaka tunaona na macho hivi, ukafanya hivi, Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Lakini akatwambia mimi nataka kuokoka pastor. But he told me, I want to get born again. Those are the things we want to see in the city. Those are, hayo ndio mambo tunataka kuona. Hallelujah. Amen. Wakora wakirudisha mabuduki wakisema tunataka Yesu. All the thugs bringing their Waganga guns. wakibeba nyungu zao wakisema pastor vunja hivi nataka Yesu. Even the witches saying we need Jesus. Makahaba wakisema we need Jesus. Even the prostitutes saying we need Watu Jesus. wakifunga bar. When people closing their clubs. One time we went to a city kukaokoka walevi wengi sana. Wakati mmoja tukaenda mji na kukaokoka walevi. Alafu wenye walikuwa wanauza klabu wakaokoka. Then the ones who were selling beer they also Tukaambiana the city is set free. But then we say the Wauzaji na wanunuzi wote ni wa Yesu. The ones who sell and the ones Sasa who hata buy mwenyewe hana belong to Jesus. biashara na hana wafanyikazi ni afuge ama awajoin. Just have to close or join them. We pray for such things to happen. Tunaombea mambo kama They haya can yafanyike. happen in our cities. Yafaa kuwa yaweza They fanyika can hapa. happen in the place where you live. Katika mahali They ambapo can unaishi. happen where we are as a church. Hata mahali tuliko They can kama kanisa. happen in Kenya. Yaweza They fanyika can hapa happen Kenya. wherever you go. Ama mahali May the popote Lord unapo. deal with the wickedness of the wicked Mungu na in our shughulikia city uovu and katika deliver nchi his yetu. people Na in akomboe watu Jesus' wake name. katika jina Simama la Yesu. mpendwa, wakati wangu umeisha. Hiyo be standing. Oh, rise on your feet. Mimi nataka uombee mji wenu. I want you to pray for your Mahali city. unaishi ombea. Just pray for wherever you Hata live. mji huu ambao tuko kama kanisa Even uombee. in this area we are as a Najua kuna church. mambo umeanza kuona ambayo inafanya kazi huko. Lakini kuna mambo umeona yakifanya You kazi. are the ambassador. Wewe ndiye Lift up your ambassador. hand and start praying now. Inua mikono yako uanze Start kuomba praying in the name of Jesus. katika jina la Yesu. Anza kutangaza ufalme wa Bwana. Declare the kingdom of the Lord. Yesu alisema if I cast out devils by the finger of God, He said kama natufukuza mapepo kwa kidole cha the Mungu. kingdom of God has come to
to basi you. ufalme wa Mungu umewajia. Declare the kingdom of God. Tabiri ufalme wa Somebody Mungu. declare the kingdom of God. Tangaza ufalme wa Mungu. Declare it in the name of Jesus. Tangaza katika jina la Oh Yesu. my God, in Jesus' name. Katika jina la We Yesu. declare in the name of Jesus. Tangaza katika jina la The Yesu. wicked will not thrive in our lives. Waovu hawatainuka hapa. This city will prosper under righteousness. Mji huu utanawiri katika utakatifu. Jehovah, you shall be worshipped as the only God Jehova utaabudiwa kama Mungu in pekee. our city. Katika mji The wetu. priesthood of the demonic forces, Ukuhani wa we are mapepo. casting it down in the name of Jesus. Tunaingoa katika jina la Those Yesu. that oppress marriages, Wanaokandamiza those mandoa. that oppress the future of children, Wanaokandamiza maisha ya oh, we watoto. thwart their plans. Yote We tunaharibu mipango cancel yao. their strategies. Na tunaharibu In the mipango yao. mighty name of Jesus, Katika jina la we are Yesu Kristo. declaring the power, Tunatangaza oh, nguvu. the power of Jehovah Nguvu zake from this Jehova. altar in the name of Jesus. Kutokana kwa madhabahu Somebody haya. continue declaring, Endelea continue kutangaza. speaking it out. We Tangaza. are taking back the wealth, In the name of the Jesus. wealth of the city, Utajiri wa back nchi. to Jehovah, Umrudie back to Jehova. the hands of the righteous. Uwarudie In the watakatifu. mighty name of Jesus, Katika jina la Yesu. whatever is hindering the prosperity Hata of the kilichozuilia ufanisi godly in the land, awaliwa na oh, Mungu. in the name of Jesus, Katika jina la we Yesu. arrest those demonic forces. Tunaharibu We nguvu za kipepo. declare Na kutangaza. there is a way now Tunayo njia for the sasa. prosperity of the righteous. Kwa ufanisi wa In the wataua. mighty name of Jesus, Katika jina la we Yesu. declare it again. Tangaza tena. There is a way. Tunayo There njia. is a path Hakunayo for the njia. prosperity of the righteous. Ya ufanisi In wa the name of watakatifu. Jesus, Katika jina la Yesu. madhabahu zinazo maovu Kwa yale maovu na mauti, na watetevu. tunavunja hizo madhabahu, break it down. tunaziangusha We bring them kwa down. manyumba, From kwa the house, mabarabara, from the kwa bars, junctions, in all the chini ya junctions, miti mikuu, under the kwa cities, mito, in even the in the rivers, air, hata hewani. tunavunja Tunaharibu. hizo madhabahu za giza the katika jina la altars. Yesu. In the name of Tunawaita wachawi call the waokoke witches. sasa, Get born again. waabudu sanamu. To all the We worshippers call of them evil. to Christ Tunawaita in kwa the Kristo. name of Jesus. Kwa jina la Oh, Yesu. walevi, All the drunkards. wezi, Where are the tunawaita We call upon them. makahaba, tunawaita We summon them. yes, tunawaita Wote to tunawaita. salvation. Kwa We are breaking the chains, the chains of bondage. Loose them in the name of Jesus. Achilia Loose sasa. them in the name of Jesus. Achilia. Loose them in the name of Jesus. Achilia Loose sasa. them in the name of Jesus. In the name of We Jesus. declare power Tunatangaza in our nguvu. states and our Katika cities in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. We give you worship, Lord. We give you worship, Jesus. Yes, Jesus. We give you worship, Jehovah God. We give you praise. Oh, we give you praise. Yes, Lord. Yes, Lord. Sitaabudu miungu mingine iliyo na mifano yeyote. Sitapiga magoti yangu ni sujudu. Nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu, astahili sifa. Tuimbe abudu miungu mingine iliyo na mifano yeyote. Yesu, sitapiga magoti yangu ni sujudu. Nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato. Tusema kwamba
My God, we give you praise. My Father, we give you worship. Oh my God, we worship your name. Tunatangaza hakuna Mungu mwingine ataabudiwa mahali tuko, Baba wa mbinguni. Tutasimamia ufalme wako na kutangaza ufalme wako umekuja. Hatutasema kila mtu ameenda njia yake. We shall declare that you are the only God, the only God, the only God to be worshipped in the name of Jesus. And so we declare in this city and in the cities where we live, in the cities where we work, in those companies, oh God, we declare that you're the only God. Bwana wa majeshi, si ulibeba msichana mateka alipoingia kwa Washuriata, akaleta ufalme wako until the commander of the armies went to look for you in Israel. Tunaamini kwa jina la Yesu, hivyo hivyo inafanyika. Mahali umetubeba, watu watatafuta Mungu wetu, watatafuta Mungu wetu katika jina la Yesu. Father Lord, we are shaking their bones of the wicked. We are shaking their bones of the wicked. Oh my God, mahali waganga wanafanyia kazi kwa miji hii, tunatangaza hakuna makazi yao kwa huu mji. Hakuna makazi ya uganga kwa huu mji. We declare there is no peace for the witches in this city. In the name of Jesus, we call them to salvation. Tunawaita kwa wokovu leo. Tunafungua mateka wao. Tunafungua mateka wao. Tunafungua mateka wao katika jina la Yesu. Bwana utukuzwe na uabudiwe. We love you Jesus and we worship you. Every oppression be broken. Yes, be released from every oppression of the city that you live in. Pokea uhuru wako katika jina la Yesu. Pokea huo uhuru. We break the chains of limitation. Oh yes, power is moving right now. Kuna watu maisha inafunguliwa, wanaanza kufanikiwa, wanaanza kupokea maono mapya, even in the same city. Wengine mnapokea kazi mpya because God is acting on your behalf. Receive the graces, receive the graces, receive the power of God in the name of Jesus. I commission you under the anointing of Jehovah. Go and transform your city, the mighty name of Jesus. Magonjwa ya aina yoyote ile tuitangazia haina nguvu juu ya maisha ya watu wa Mungu katika jina la Yesu. We take back the wealth of the righteous. We take back the wealth of the righteous. We break the limits that were set for the righteous. We break those limits that were set against the church. In the mighty name of Jesus, we declare, Lord, may your kingdom come. In Jesus' name we pray and we give you the glory. Let's celebrate the Lord. Celebrate Him. I commission you to go and do what God wants done in that city. Usiogope, usiseme I am only young, I am only myself. Wewe peke yako, you can change the entire place. Hallelujah. Hallelujah. Kama msichana mtumwa alifanya Naaman aende Samaria akatafuta Mungu wa Israeli, you can do more. You just need you and God. You and your knees, praying unto God, believing God, trusting that that place will change and you will see the change in Jesus' name. Ingawa uko nasi na hujaokoka, unataka kuokoka ama unatutazama ukiwa mbali, sema nami, Lord Jesus, I give my life to you. Repent my sins and pray for your forgiveness. Receive me in your kingdom. From today, I follow you. In Jesus' name, amen. Kama uko na hitaji, inua mkono wako. Hata ukiwa nyumbani, if you have a need, just lift up your hand to God. Lord, I pray for people who are raising up their hands to you, that you meet with them at the point of their needs. Touch them, Lord. Transform their lives. Open doors for them. In the mighty name of Jesus, we break the bars of bondage, the bars of limitation, and we declare in the name of Jesus, may the kingdom of heaven fight for your people, oh God.
I bless them today in Jesus' mighty name, and somebody say amen. Amen. Mungu wetu awabariki sana. Let's celebrate him. Celebrate the Lord. Celebrate him, Jesus. Celebrate him, the Lord Jesus. Amen, amen. Wacha tuwapigie makofi wale wanatazama wakiwa nyumbani. Mungu wetu awabariki. Awatende mema. Amen. Once again, let's celebrate Jehovah. Celebrate him in the name of Jesus. Hallelujah. So this week, as we continue praying